Hii ni hadithi ya wapendanao ambayo imetokea mwaka wa zamani sana, mwaka 1955. Kulikuwa kuna wapendanao wawili, mmoja alikuwa anatambulika kwa jina la Tejo na mwingine alikuwa anatambulika kwa jina la Kikari. Hawa ni watu ambao walikuwa wanaishi maeneo ya karibu, lakini pia nyumba zao zilikuwa zinatenganishwa na mfereji mdogo ambao mara nyingi walikuwa wanautumia kutumia na zawadi mbalimbali. Kikari leo anamtumia bimdada zawadi ya pete kwa kutumia kiboti cha karatasi. Dada pete hii ya uchumba alitokea kuikubali sana, kwani alikuwa anatambua siku zijazo ndoto zao zitakamilika za wao kufunga ndoa. Lakini leo baba mtu anaelekea katika nyumba ambayo alikuwa anaishi mtaalamu wetu Kikari, akiwa kaongozana na wajomba pamoja na midomani mmoja. Baada ya kufika hapa, mazungumzo akawa ni mazuri sana. Wakati wa kula, watu hawa wakaletewa chapati pamoja na kunde. Kimtindo watu hawa wakaonekana kuto kufurahishwa kabisa na chakula hiki. Baba mkwe anaondoka huku analalamika, anasema hakika kijana ana adabu zote, lakini kwa nini watupe chapati na kunde? Dalali akamweleze, bwana, kuna familia moja wana mwanaume ambaye twende tukamtazame, endapo ukivutiwa naye, lakini pia wakikubali basi tuangalie ni kitu gani cha kufanya. Baada ya kufika hapa, wanakutana mwanaume mmoja anatambulika kwa jina la Oli. Mshikaji kimtindo kwao walikuwa na maokoto, akaonyeshwa kitambaa ambacho kilikuwa kimechorwa picha ya bimdada, akatokea kumpenda. Lakini pia wakati wa kula, mzee pamoja na wajomba wakaletewa kuku. Halo, mjomba mate akaanza kumtoka, lakini pia hata baba mkwe naye akaona haya ndiyo mambo yenyewe. Baada ya kupiga kuku, kipindi ambacho alikuwa anaondoka, dalali anauliza, sasa mzee, mkwe gani ambaye anamfaa binti yako? Kama kawaida, mzee baada ya kuchezesha stiki kwenye meno akasema, isee, wale kuku walikuwa ni watamu. Mkwe ambaye ninamchagua ni yule ambaye aliyetupatia kuku. Halo, kuku imemfanya Kikari aweze kumkosa mke ambaye alikuwa anampenda. Hizi taarifa watu hawa wawili ambao walikuwa wanapendana sana, hakika zilikuwa zinaumiza moyo, lakini walikuwa hawana kingine cha kufanya. Kikari akajitahidi kwenda nyumbani pamoja na kuku ili mradi aende akamshawishi baba mkwe pamoja na wajomba, lakini jitihada zake ziligonga mwamba. Leo anamweleza bimdada akutane kwenye kituo cha treni ili waweze kutoroka ndani ya hili eneo, lakini bimdada anapigwa mikwala na familia. Baba anamweleza, endapo ukiondoka ndani ya hili eneo pamoja na ule mpuuzi, basi hakikisha sisi kwanza unatupatia sumu, ili kama ukiondoka basi utambue hapa nyumbani hakuna familia yoyote ambayo ulikuwa umeiacha. Halo, Tejo ili kuiokoa familia yake, lakini pia kuokoa penzi lake, akaenda kukutana na Kikari katika kituo cha treni, lakini akaamua kumwongopea na kumweleza familia yake wamekubali na kumwambia mshikaji basi yeye aende tu jeshini kwenda kuanza mafunzo ya kijeshi, na endapo akimaliza atarudi atamkuta nao atafunga ndoa. Ukweli wa mambo ni kwamba mwamba baada ya kuondoka kuelekea jeshini, bimdada akaolewa na Oli na maisha yake alikuwa ni magumu sana, kwani muungwana alikuwa ni mlevi. Hatimaye ndoa yake ikavunjika. Bibi huyu bwana baada ya kuwa na familia, hakika mwijukuu ambaye aliyempata alikuwa anatambulika kwa jina la Simi. Mwijukuu huyu kila itwapo leo alikuwa anamwelezea maisha ambayo alikuwa anaishi katika ndoa yake, lakini pia alikuwa anamwasa sana, anamweleza ndoa kwa mwanamke ni sawa na kuzaliwa kwa mara ya pili. Endapo akimpata mwanaume mwenye tabia njema, basi hapo atambue ya kwamba atakuwa amepata pepo duniani, kwani maisha ambayo atakuwa anaishi atakuwa ni mazuri, lakini pia atakuwa ni matamu. Na endapo mwanamke yule akipata mwanaume ambaye alikuwa na tabia mbaya, basi atambue ya kwamba ataishi maisha magumu, hivyo maisha yake yote ataishi kujuta. Anamweleza binti yake katika maisha yake ya kuolewa awe makini sana, ahakikishe anaolewa na mwanaume ambaye wanapendana kwa dhati. Sababu hizi zimemfanya Simi kuogopa sana mambo ya kuolewa, licha ya kufuatwa sana na wanaume mbalimbali, ikiwemo mwamba mmoja ambaye anatambulika kwa jina la Pame, mwanaume ambaye huwa anafuatilia kila itwapo leo, lakini bimdada anamchukulia poa, na hii ni kutokana na uoga ambao bibi alikuwa akamjaza tokea akiwa mdogo. Lakini pia yeye alikuwa anatamani kupata mwanaume ambaye alikuwa sio mlevi, lakini pia mwanaume ambaye atakayempenda. Simi bwana, sura yake alikuwa anafanana sana na bibi yake kipindi ambacho alikuwa ni msichana, na bibi akatokea kumpenda sana mwijukuu wake, lakini pia akawa anampatia malezi ambayo yalikuwa ni ya madeko sana. Simi hapa unavyomuona urembo alionao bwana, hakuwahi kabisa hata siku moja kukata kitunguu, yani kwa ufupi kupika alikuwa hafahamu. Halo, leo familia moja wanafika na handsome boy moja bwana. Bimdada baada ya kumwona kimtindo akamwelewa, akapata muda wa kupiga stori mbili tatu. Sharti la kwanza la bimdada alikuwa hahitaji mwanaume ambaye alikuwa ni mlevi. Muungwana baada ya kuulizwa maswali akasema ya kwamba yeye hakuwahi kabisa kunywa pombe, hivyo bimdada bwana akatokea kukubali kuolewa na muungwana. Shughuli zikaanza na maandalizi yakawa ni makubwa. Pame baada ya kuzipata hizi taarifa mwanamke ambaye alikuwa anampenda anaendea kuolewa na mwanaume mwingine, kimtindo aliumia sana, lakini bimdada alimchana ukweli na kumweleza kwamba yeye anamchukulia tu kama
kama rafiki wa kawaida. Licha maswali ambayo muungwana alikuwa kaulizwe, Bwana Simi hakuridhika kabisa na yale majibu, hivyo leo anaieleza familia yake zikiwa zimebaki siku 10 tu ili ndoa yake iweze kupita, ya kwamba bwana anatamani sana kumfanyia uchunguzi mwanaume ambaye anahitaji kuolewa naye ili aweze kujiridhisha kwamba mwanaume anaenda kuishi naye ni mwanaume wa aina gani, sababu bimdada anadai ndoa ya bibi yake haikudumu, lakini pia hata ya baba yake nayo haikuweza kudumu. Hivyo bimdada anasema hahitaji kufanya makosa kama hayo, anahitaji kuwa na umakini mkubwa. Baba akaanza kuchanganyikiwa, kwani tayari alishalipia baadhi ya vitu, lakini pia kama jinsi unavyoelewa bwana, katika tamaduni za Wahindi mwanamke ndiyo huwa anagalamia ndoa nzima. Familia kimtindo akaanza kuchanganyikiwa, lakini mshenga baada ya kufika ndani ya hili eneo akasema hakuna shida yoyote, kama ni binti anahitaji kwenda kujiridhisha, tunaweza tukaenda ndani ya kijiji cha huyu mwanaume kwa siri, tukampatia nafasi ya yeye kufanya uchunguzi mpaka pale ambapo moyo wake utakapomkubali huyu mwanaume. Sasa wataendaje ndani ya lile eneo? Itakuwaje endapo wakwe wao wakiweza kuwaona? Wazo likatoka ni moja tu, bibi ajifanye kama vile alikuwa ni mgonjwa na wampeleke katika moja kati ya hospitali ambayo ilikuwa inafahamika sana ndani ya lile eneo. Kwa njia hiyo anadai ya kwamba mambo yote yatakuwa sawasawa. Bwana anafika mpaka ndani ya ile hospitali, michakato inaanza, bimdada uchunguzi wake unaanza taratibu taratibu. Lengo ni kufahamu, je, muungwana yale yote aliyomweleza ni kweli? Kwanza anahitaji kufahamu, je, huyu mwamba ni mlevi ama sio mlevi, lakini pia huyu mwamba ana mahusiano na mtu mwingine ama hana mahusiano yoyote, lakini pia tabia zake zikoje? Halo, huyu bimdada ni hatari. Uchunguzi wa siku ya kwanza, Simi pamoja na rafiki yake anafanikiwa kumwona huyu muungwana anaenda kwenye baa ya kijiji na kuchukua mizinga miwili, anaitia choo bingo na kuondoka nayo. Bimdada hakuweza kufahamu huyu muungwana ni kwa nini amefanya hili jambo. Je, anaenda kunywa yeye ama kuna mtu anampelekea? Siku ya pili bimdada ikabidi akutane na muungwana na kumuuliza, je, wewe unakunywa pombe? Muungwana akakataa kabisa. Dada akamweleza, mimi sihitaji mwanaume ambaye ni mlevi, sababu pombe ndani ya familia yetu imepelekea ndoa nyingi kuweza kuvunjika, ikiwemo ndoa ya bibi yake, lakini pia hata ndoa ya baba yake. Muungwana baada ya kumthibitishia haya mambo, bimdada hakuridhika moja kwa moja. Siku inayofuata akamvizia tena, siku inayofuata leo tena muungwana akachukua mizinga miwili ya pombe, bimdada akamfuata nyuma kwa nyuma, yeye pamoja na rafiki yake. Leo bwana wakaamua kuruka ukuta, lengo ni kwenda kumshuhudia mshikaji haya magambe anaenda kumpatia nani. Baada ya kuingia upande wa ndani bwana anamkuta mshikaji alishapiga gambe vya kutosha, yani alikuwa hajiwezi, hata mazungumzo yake maneno yalikuwa yanamtoka kwa kukwamakwama. Halo, dada akabaki kachoka, kumbe muungwana alikuwa ananiongopea muda wote. Lakini rafiki yake akaanza kumtetea na kumweleza, shemeji, hebu subiri kwanza kabla ya kuchukua maamuzi ya haraka, ngoja kwanza tukupatie hadithi. Bimdada anaanza kuelezewa ya kwamba kumbe muungwana bwana alikuwa na mwanamke ambaye alikuwa anampenda. Mwanamke huyu alikuwa anatambulika kwa jina la Dipa. Watu walikutana chuoni na wakawa wanapendana sana, lakini pia ndoto zao ilikuwa ni siku moja kuja kufunga ndoa. Mapenzi yao baada ya taarifa kufika ndani ya familia, baba wa mwanaume akakataa kabisa wanaye kumwozesha katika familia hii, hali ambayo ikapelekea mpasuko mkubwa baina ya watu hawa wawili. Lakini pia muungwana akaelezwa kwamba endapo akihitaji baba yake awe na furaha, basi achane na huyo binti na yeye atafutiwe mwanamke mwingine. Hivyo mwamba anasema kwamba tokea kipindi hicho yeye pombe imekuwa ndio rafiki yake mkubwa, kwa sababu ndiyo sehemu pekee ambapo mawazo huwa yanamtulia na kusahau kila kitu. Simi kabidi ampigie simu rafiki yake Pame na kumweleza, bwana, hebu njoo kwanza, kuna vitu uweze kunishauri. Bimdada japokuwa alikuwa anasema ya kwamba hana hisia zozote juu ya Pame, lakini ndio mwanaume pekee ambaye alikuwa anamshirikisha mambo yake yote, lakini pia ndio mwanaume ambaye alikuwa anampatia ushauri mzuri. Halo, hawa dada muda mwingine bwana huwa hawaelewekagi. Pame anafika kipindi ambacho alikuwa anaelezwa mkasa mzima bibi, kumbe alikuwa anasikia kila kitu. Baada ya kufika ndani ya hili eneo na kuweza kusikiliza kila kitu, bibi huyu ambaye tokea zamani alikuwa anatambulika kwa jina la Tejo akaona, mbona maisha haya mjukuu wangu yanataka kufanana kabisa na penzi lake pamoja na muungwana alikuwa anatambulika kwa jina la Kikari. Bibi akaona ili makosa asije akajirudia kama yale ambayo aliyafanya baina yake pamoja na Kikari, anamweleza Simi, hebu ufanya juu chini uende ukaonane na huyo mwanamke ukazungumze naye umsikie naye anasemaje, lakini pia tufanye juu chini watu hawa wawili
wawili waweze kufunga ndoa ili nawe upate mwanaume ambaye atakupenda kwa dhati. Bibi nimemkubali, yuko vizuri. Pame pamoja na Simi safari inawapeleka mpaka kwenye kijiji ambacho alikuwa anapatikana Dipa, kipindi ambacho alikuwa anaendelea kutafuta nyumba ambayo bimdada alikuwa anaishi. Bimdada uso kwa uso anakutana na Kikari, hasa kwa kuwa sura yake ilikuwa inafanana kabisa pamoja na bibi yake alikuwa anatambulika kwa jina la Tejo muungwana. Akaona kwamba mbona kama anaanza kuona maluelue ama uzee unanipeleka vibaya. Akapigwa na butwa kabisa, akaona bwana, leo Tejo katokea eneo gani? Simi kwa kuwa alikuwa haelewi haya mambo, akapita chauani mpaka kwa Dipa kwenda kuzungumza naye. Bimdada akamweleza kila kitu, lakini Dipa akamshauri na kumweleza haitakiwa aweze kusacrifice mapenzi yao kisa tu furaha ya wazazi. Simi akaweka ahadi ya kumsaidia huyu bimdada kufunga ndoa pamoja na mwanaume ambaye alikuwa anampenda, lakini huku upande wa pili Kikari akaelekea mpaka kwa daktari na kwenda kumweleza, bwana, leo nimekutana na mwanamke ambaye tumepotezana miaka mingi iliyopita. Daktari huyu kwa kuwa alikuwa anamwelewa huyu mzee vizuri, lakini pia alikuwa anafahamu hadithi ya mapenzi yake, akaona kwamba mzee kwa sasa amezidi kuona maluelue. Simi kipindi ambacho alikuwa anaondoka tena kwa mara nyingine anakutana na Kikari muungwana. Hapa akaamua kumwita kwa jina la zamani ya kwamba Tejo. Dada akashtuka sana, kwani anatambua kwamba Tejo alikuwa ni bibi yake, lakini pia hapa moja kwa moja akatambua huyu ndio Kikari ambaye alikuwa akapotezana pamoja na bibi yake miaka mingi iliyopita. Halo. Simi kaondoka akiwa na furaha sana, lakini pia hili swala wakalipeleka mpaka katika uongozi wa kijiji. Wazee wa busara leo wamekaa wanasikiliza mkasa huu na kuweza kutoa maamuzi ambao alikuwa ni sahihi. Baada ya kusikilizwa pande zote mbili, uamuzi unatoka ya kwamba Dipa basi aolewe na mwanaume wake, lakini pia bimdada Simi aachwe kuwa huru kumtafuta mwanaume mwingine ambaye atampenda, lakini pia ataridhika kuwa naye maishani. Simi akafurahi sana, lakini pia akamweleza bibi, leo ninahitaji nikukutanishe na mtu muhimu sana ndani ya maisha yako. Bibi alifurahi sana baada ya kukutanishwa na kijana ambaye alikuwa akapotezana naye miaka mingi, aliyekuwa anatambulika kwa jina la Kikari. Mwanangu wa nguvu, nahitaji nikuulize swali, ni mtu gani ambaye unatamani sana ukutane naye katika uzee wako ambaye ulitumia naye katika ujana? Simi baada ya kufanikisha kumkutanisha bibi pamoja na Kikari, leo anaamua kulikubali penzi la mtaalamu wetu Pame na kuweza kukubali kuolewa naye, lakini pia kuanza maisha ya familia. Bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.